kustawi. Urejesho na kustawi. Somo hili litachukua mwaka mzima. Napata ufunuo kwamba kila mwaka na kuwa na somo maalum, na tumeanza eneo fulani na tulifika juzu pale Jumapili iliyopita, na nakumbuka tulikuwa tulisha wapi kile cha habari, na nakumbuka sasa nilisema wewe daftari wewe unaandika. Naona mimi nimeandika wewe daftari, nimeandika wewe kompyuta, naendelea kuandika na kusoma vitabu mbalimbali. Jamani, Bwana asifiwe. Na nakumbuka sehemu ya mwisho tulisha wapi? Na kwa nini ibada? Makofi kwa mzee wangu Gurumo. Makofi ya wale matatu. Moja, mbili, tatu. Tena. Amen. Kwa nini ibada? Nilisema pesa mbele yako ya kufunga nini? Yote ndio. Kwa nini ibada? Ili Kristo aweze kufanya. Hii ilikuwa ni pointi inayozungumza habari ya maeneo ya msingi ya kuzingatia yale ya kiroho katika eneo tulianza nalo ilikuwa ni maisha ya ibada. Nikasema kwa nini ibada? Kwa nini ibada? Niliongea maeneo yasiyopungua matano mpaka sasa. Kwa nini Mkristo azingatie na kuheshimu ibada? Nilisema ni gani? Nizungumza mbona? Pointi zetu ndogo, ni pointi ndogo kati ya ibada. Umesahau? Haya, ngoende kwa haraka. Nilisema kwa nini ibada? Ibada itamjenga kiroho na kuimarisha kupitia mafundisho. Huyo Kristo anapokuja katika ibada, iwe Jumatano, iwe Ijumaa, iwe Jumapili. Wiki iliyopita mzee wetu Julius Mwananda alifundisha somo hapa. Nilikuwa ninahusiana na mambo gani mzee wakula? Ulifanya Jumatano. Na nikasema somo ulipanua uliongeze, nataka ufundishe zaidi siku za Jumapili. Habari ya mafuta ya upako. Sasa wewe ambaye hauli Jumatano, hauwezi kujua. Tuliangalia aina za mafuta, lakini tuliangalia mafuta yalikuwa mapaji gani, na tuliangalia watu waliopaswa mafuta. Wewe kwa sababu unakosa kuja ibada tena wakati mwingine bila sababu ya msingi, unakosa mambo ambayo yatakujenga kiroho. Kwa nini ibada inasema ametiwa moyo, utatiwa moyo na kuimarishwa katika safari ya kwenda mbinguni? Unapokuja ibadani hapa, utakutana na wapendwa watakutia moyo, utakuwa kama tamaa, ukija hapa utatiwa moyo. Jamani, Bwana asifiwe. Kupitia ushuhuda utatiwa moyo, kupitia nyimbo utatiwa moyo, kupitia mafundisho utatiwa moyo na safari ya kwenda mbinguni. Kwa nini ibada inakulinda na kuepusha na mambo mbalimbali? Jamani, Bwana Yesu apewe. Ibada inakulinda. Jumapili tunasema tuko ibadani, Ijumaa tuko ibadani, Jumapili tuko ibadani. Lakini kuna vikundi au idara, unapokuwepo kwenye zile idara unajikuta 75% ya maisha yako yameshikwa na ibada. Ile inakulinda na mambo ya dunia, inakulinda na mitego. Maana muda mwingi unakuwepo ibadani. Haleluya. Tunasema kwa nini ibada? Kwa Kristo. Utajifunza kupitia maisha ya washirika wenzako kila unapokutana nao. Yako mambo wanajifunza namna ya kuongea. Maana wako watu pia wameokoka, lakini hawajui kuongea vizuri, hawajui kuongea Kikristo, hawajui kuongea akipendwa. Unajua hata kuongea kila mahali kwa namna yake. Jamani, Bwana asifiwe. Askari wana namna yao ya kuongea, ni amri. Unaitwa kwa amri, unakwenda kwa amri. Ndio kuongea kwa askari. Jamani, Bwana asifiwe. Lakini kuongea labda na wafanyakazi wenzako, kuna namna ya kuzungumza. Kuongea na wanafunzi, labda ni mwalimu,
kuna namna ya kuzungumza, lakini pia unapokuwa umeokoka yako maneno unayopaswa kuzungumza. Biblia inasema na maneno yenu yakoe monyo. Sema monyo, sema monyo. Mguse jina yako, mwambie maneno yako yakoe monyo. Monyo, monyo ni kitu gani? Chumvi. Monyo ni chumvi. Sio unaunganisha kiruga hicho. Monyo ni chumvi. Ni chumvi kweli? Maneno yako yakoe monyo, hiyo chumvi. Kazi ya chumvi ni nini? Kwa mama moja, kufanyaje? Kuleta ladha. Kazi nyingine? Kazi ya chumvi ni kuhifadhi. Kuna nyingine ya ziada? Kazi ya chumvi? Mzee anasema kuimarisha mifupa, hiyo kwenye afya za kibinadamu. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa tunaona chumvi inaleta ladha. Chumvi inabadilisha wale wanaokaa ukaukalewa Bukoba, Mwanza, Ukerewe, Musoma, wale Tandale wanaokuliwa wanakata katikati, wanakuangalia wasafirisha kupeleka Kongo na maeneo mbali kwa miji mikubwa kuuzwa, wanapata chumvi ili wasioze, wanahifadhi. Sasa maneno yako pendwa, wameokoka, yako munyu, yako chumvi, watu wanapoonyana wewe wasikie amani, wanapoonyana wewe wasikie furaha, wanapoonyana wewe wasikie kutia moyo, wanapoonyana wewe wanaona tulipo hapa yanayamina. Haupasi kuona maneno magumu kwa wenzako, iwe kwenye idara, iwe kwenye kwako na mume wako, iwe kanisani. Maneno yako yawe na kujua na kutia moyo na kuelekeza na kuwajenga na kuwaonya katika upendo na Kristo. Yesu, makofi na sifa kwa jina la Bwana. Kwa unapokuja ibada, hapo unajifunza kupitia wengine. Kwa nini ibada? Unapata maonyo, maelekezo, mafundisho yatakayo kusaidia kutuweka sawa katika tabia za kiroho. Wewe tabia fulani sio sawa, unapokuja ibadani, hapo utaonywa, hapo utaelekezwa, hapo utaambiwa hapana, unafanya kuwa hivi na hivi. Unakuja hapa ibadani, haujavaa vizuri, utaambiwa hapana, hii nguo haifai kuvaliwa kanisani. Jamani, utakuja hapa mwenyewe vibaya, utaambiwa mwenyewe hii ni ya watu wanao kwenye disco, sio ya kanisani. Jamani, kwa kuja kanisani kunasaidia ibada. Kwa nini ibada? Utapata fursa mbalimbali za kimaisha na connection za shughuli za kiuchumi na kijamii. Unakuja kanisani kama unatoka kanisa la Tanzania Assembly of God, wanaheshimu watu wa aina hii na hii na hii. Tayari umepata tangazo kupitia kuja ibada. Haleluya. Tuna mashule yako mengi sasa kanisa TG. Sasa matangazo yanakuja kwetu sisi viongozi na wachungaji. Tunatoa makanisani. Lakini tuna vituo vya redio. Lakini tuna hizo zahanati na mahospitali makubwa ya kuja kujengwa. Sasa yote connection zake fursa za ajira wao unazipata wao. Unazipata unapokuja ibada. Kwa ibada kwako ni jambo la maana sana. Na kuzingatia. Kwa nini ibada? Nikasema inakufanya kuwa karibu na uwepo wa Mungu wetu mkuu. Ibada inakufanya kuwa karibu na uwepo wa Mungu. Utakuja hapa kwa nitaimba, utafundishwa nyimbo za kwaya, utafundishwa nyimbo za uzima tele, utafundishwa na tendo za roho. Kwa ibada inakufanya kuwa karibu na uwepo wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Yesu makofi ya sifa kwa jina la Bwana. Sasa kwenye ibada nimeshamaliza, nimeongea mambo hayo 7. Kwa nini ibada kwa Kristo? Lile eneo lina mambo 7. Lile eneo la kiroho lina mambo 7. Ni jambo la kwanza, nimeongea habari ya ibada. Jambo la pili, na kuja utoaji wa aina
zote. Jambo la pili, utoaji wa aina zote. Na hapa leo nataka nizungumzie utoaji wa kimisheni. Sema kimisheni. Mshike jirani, mwambie utoaji wa kimisheni. Mtikise, mwambie utoaji wa kimisheni. Kama ni Bwana asifiwe. Hapa ndio utoaji wa aina zote. Tunaanza leo utoaji wa kimisheni. Katika mambo ya kiroho, ile pointi inasema mambo ya kiroho. Kwa mambo ya kiroho inaanza na ibada. Na kwa ibada jambo lingine kuzingatia, zingatia muda na kuheshimu ibada. Yaani kama unaheshimu appointment ya daktari, nishasema sana leo nakumbusha. Heshimu ibada. Na anza pamoja na Bwana. Haujafahamu kila mmoja hapa anaye malaika wake. Malaika anayeandika taarifa zako. Mara baada ya kuokoka, ile kumbushe nitaongea sana hapa. Yuko malaika anaye anachukua rekodi zako zote. Tuko kuokoka mpaka leo. Na ndio Baba anasema hamna jambo la siri utalifanya siku ya mwisho. Labda nikumbushe kwa andiko hili. Kitabu cha Ufunuo anasema na vitabu vitafunguliwa na matendo ya kila mmoja yatakuwa wazi. Matendo yale nani anarekodi? Matendo yale yanarekodiwa na malaika yako. Yuko malaika anayechukua taarifa, yuko malaika anayekulinda atendea. Sasa wewe ndio badala sasa anaandika tu. Wewe hauni badala leo tunaenda Jumatano jaenda anatia rekodi. Wewe kama hujaenda anatia rekodi. Kuna mkesha hujaenda anatia rekodi. Kwa mambo yako kiroho. Wametangaza michango ya shule ya maendeleo anatia rekodi. Wametangaza rekodi, wafungua 10 hujatoa anatia rekodi. Umepiga mkavu wewe nyumbani anatia rekodi. Umeanza kusengenya na sengenya wenzako anatia rekodi. Mmebaki kundi mfano mchungaji mbaya anatia rekodi. Wewe unaanza kuanza na watu mabaya juu ya mume wako, juu ya mke wako anatia rekodi. Siku ya mwisho wanasema matendo yao yatafuatana na wao. Mara baada ya kukata moto tu, faili lako linasogezwa. Frida. Nani huyo? Frida Gewe. Umeshangaa tu, unaletwa kama umeshapanda kule mwendo kasi kule Posta. Kuna nani unapanda ngazi kama uwanja wa ndege. Wakati mwendo kasi unafunguliwa, tukaitwa viongozi wa dini mbalimbali na tutapewa mwaliko wa kupanda mwendo kasi bure na kwenda Dodoma. Kwa hiyo tumeingia pale geti kwanza, vipi viongozi wa dini. Wakati kikao pale na waziri mkuu na kazungumza katuaga. Sasa kila mmoja tunakwenda kwa mwendo kasi. Kufika pale kumwesefu na kuna ngazi. Zile ngazi kama milima. Sasa sio kama ile ya Morogoro kwamba unakanyaga ngazi ya kwanza unakwenda ya pili, unakwenda kwenda ya tatu. Yaani wewe na kazi ngazi zinajipandisha wenyewe tu. Unakwenda. Maisha raha jamani. Adamu ametokosea sana kufa huko na ametokosea sana Adamu. Unachagua nini? Mwingine anataka nyuma inabeba kuda mkazi wewe unaenda pale mtu unasema ajaga umetoka. Kutoka mwendo kasi kwa pale tukaingia pale. Tukatoa mwendo tukaanza kula bata pale. Paka Dodoma. Tunapokelewa kwa msafara wa waziri. Tunapewa nambari matatu. Paka hoteli za nguvu kule. Tukatulia. Kesho yake kikao. Kesho yake mazungumzo ya viongozi. Tena mwendo kasi. Tukashuka tena pale. Kutoka pale vile ngazi. Sasa mambo unayoyaona yako duniani, yale mambo mbinguni yapo. Yale unapokaa tayari. Faili limeshasomezwa, yale matendo yako yanakuja na lile faili lako linapanda. Na wewe kwa sehemu hauna mahali pa kusema kwamba nitakataa kwenda. Ile ngazi automatic inakuchukua na kupeleka. TV kubwa liko pale inaonekana. Haya. Malaika anashushia malaika hapa. Anabia bata mmoja ndio.
Unakaa mzee kwa pale nyumbani. Usinichezee, nitakuua. Yesu ametulia akasema akati kwa mkaka kumua. Yakasema sema nitakuua neno hayo. Sema hebu hujawahi kwa nataka. Ila kaisari kwa anakwenda. Mara kasa kikundi kwa malaika mshano tunaonekana tu. Umbea maneno ya uongo. Unaonekana uko pale kaja kanisani anatoa uongo kunang'anya. Mara kule kazini hakuja kaa sawa. Mara kule mtaani hakuja kaa sawa. Yaani inaonekana na vile picha za mnato zikipita. Inakada kama moja. Inakuja nyingine na ule mbinguni kuna kazi. Matendo yao yatafuatana na wao. Sasa utoaji wa kimisheni. Nataka niongee mambo matano hapo kumaliza. Tabari Bwana asifiwe. Umisheni ni nini sasa?